unaoifanya kwenye sekta hii ya michezo. Hongera sana Mheshimiwa Rais, kazi kubwa imeonekana. Na pili, nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa uteuzi kwa nafasi ya hii wizara, manake ni waziri ambaye ni waziri mbobevu kwenye masuala ya kisheria. Hongera sana Mheshimiwa Palamagamba Kabudi kwa kuteuliwa na kuongoza. Watanzania wanakutegemea na Watanzania wanakuona kwamba upo kwenye nafasi sahihi, kwa sababu umeingia, unafahamu sheria, unafahamu kanuni, huwezi kuburuzwa. Lakini lingine Mheshimiwa, nipenda kuipongeza serikali kwa uwekezaji kwenye viwanja, kwenye ujenzi wa kiwanja kule cha Arusha, ujenzi wa kiwanja Dodoma, ujenzi wa viwanja mbalimbali na maboresho kwenye kiwanja cha taifa cha Dar es Salaam. Hongera sana serikali. Tunaomba sasa Mheshimiwa Waziri, ukikumbuke na kiwanja cha Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, tupate kiwanja kibora cha kisasa, mboreshe, mzungumze na partnership CCM kuona namna gani mnaweza kukiboresha, na fedha nyingi ambapo kama unavyotambua Tabora ni mkoa wa kimkakati, na Tabora tunahitaji kukuza viwango vya wanamichezo wetu. Lakini lingine nipenda nikuzungumza Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo unafahamu, tumeweza kuona namna gani ambavyo michezo yetu inavyoshiriki, ligi yetu inakuwa inavutia sehemu mbalimbali duniani. Leo nitumie nafasi hii kupongeza Azam kwa uwekezaji mkubwa katika ligi ya Tanzania. Hongera sana Azam, kazi kubwa umefanya, umewekeza fedha nyingi. Watanzania wanaona, dunia inaona, na wachezaji wanavutika kutokana na fedha ulizowekeza kwenye ligi yetu. Nataka nishauri Mheshimiwa Waziri, umeweza kuona ligi kuu ya Uingereza. Ligi kuu ya Uingereza Mheshimiwa Waziri inaongozwa na bodi ya ligi ambayo inaitwa EPL. Lakini pia Federation ya Uingereza ina ligi yao FA. Hizi ni ligi mbili, na bodi ya ligi ya Uingereza inasimamia kila kitu, masuala mazima ya ligi kuu ya Uingereza. Tumeona ligi kuu ya Spain inaongozwa na bodi ya ligi. Mheshimiwa Naibu Spika, pale Spain kuna bodi ya ligi inaitwa La Liga, inasimamia masuala mazima ya michezo katika ligi ya Spain. Lakini pia Federation ina ligi yake. Hapa Tanzania nimpongeze Mheshimiwa Leodegar Chilatenga kwa kuanzisha bodi ya ligi ndani ya idara ya TFF, na imekuwa nzuri, na toka ilivyoanzishwa mwaka 2008 ilikuwa imeanzishwa ikiwa chini ya idara ya TFF, lakini malengo ilikuwa ije baadaye ijitegemee kama zilivyo bodi za ligi ya Uingereza, kama zilivyo bodi ya ligi za Spain. Sasa bodi yetu bado iko chini ya TFF. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii uiboreshe, iwe independent, ijitegemee. Tunaona bodi ambayo haijisimamii, asubuhi inatoa matamko haya, jioni inatoa matamko haya. Hii inaonekana nyuma ya pazia bodi inasukumwa. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii ijisimamie. Tunafahamu ligi kuu ya Uingereza inasimamiwa na bodi ya ligi kuu. Mheshimiwa Gulamali, naam. Mheshimiwa Gulamali, wewe ni mbunge mzoefu. Usilingize bunge kujadili vitu ambavyo bado havijafika rasmi. Vitu gani Mheshimiwa? Kanuni ya 81 inakataza kujadili, kutuhumu mtu au chombo ambacho hakina nafasi ya kuja kujitetea wakati wewe unasema. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gulamali. Sawa Mheshimiwa Naibu Spika. Kanuni ya 84, ukikataa maelekezo ya kiti ya spika unashtakiwa kwa kanuni, umekosa kosa nidhamu. Na ukipinga kanuni ya 84 unakwenda 85, ndio mbaya kabisa, hata ubunge hutagombea. Usituhumu chombo chochote. Mheshimiwa, na kuomba mimi nakusaidia tu. Kuna kesi hapa ilitokea ya mheshimiwa mmoja mkubwa na mbunge mwandani kuzungumza vitu ambavyo unatoa maamuzi, unalalamikia maamuzi yaliyofanywa. Wewe hukuwa sehemu ya hiyo kikao, na mimi kwa kukaa hapa naweza nikaingizwa kwenye kesi yako. Punguza munkar, changia mambo ambayo una uhakika nayo. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba muda wangu ulindwe. Mimi nazungumzia muundo wa bodi zetu za ligi zilivyoanzishwa. Ukienda Uingereza kuna bodi ya ligi inayojitegemea inaitwa EPL. Mheshimiwa Gulamali, kuna bodi ya ligi inayojitegemea. Haya makofi hayatakusaidia. Mimi sizungumzii, nazungumzia vitu vingine. Utapopelekwa kwenye kikao cha nidhamu, haya makofi hayatakusaidia. Hao wote watakutizama tu. Unapuuza maelekezo ya kiti. Unalalamikia maamuzi ambayo sio sehemu yetu hapa. Endelea.
Mheshimiwa Naibu Spika, napokea maelekezo, lakini silalamikii. Mimi nazungumzia muundo wa bodi za ligi duniani. Nazungumzia bodi hii inatoa ligi ya Uingereza. Mheshimiwa Gulamali, umezungumzia bodi hii, asubuhi nasema hivi, jioni nasema hivi. Ndio kusema it's recorded. Bodi ya ligi ya Uingereza, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gulamali, muda wako umekwisha, kaa chini. Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Ni sanaa na michezo ya mwaka 2025 2026.